Yesu Kristo. Mheshimiwa Rais wa Baraza la Maaskofu Mhashamu Wolfgang Pisa, askofu wa jimbo la Lindi, Mwadhama Kardinali Rugambwa, askofu wa jimbo kuu Tabora, balozi wa Baba Mtakatifu Angelo Akantino, askofu mkuu, katibu wa Baraza la Maaskofu Teki Padri Dr. Kitima, wahashamu maaskofu wakuu, kwa upekee askofu mkuu wa jimbo la Mwanza Mhashamu Askofu Renatus Nkwande, wahashamu maaskofu wa majimbo ya Tanzania, kwa upekee askofu wa jimbo la Shinyanga Liberatus Sangu, Mhashamu Askofu Prosper B. Limo, ambaye kwa kuvikwa zile nguo hapa pengine tunaweza ukasema aka Masanja kwa yale aliyofundisha pale. Waheshimiwa mapadre wote, watawa wote, mashemasi wote na makatekista wote, wakurugenzi wote wa taasisi za Katoliki, Baraza la Walei, Jimbo la Bariadi na waumini wote, tumsifu Yesu Kristo. Kwa upande wa viongozi wetu wa serikali waliofika hapa, nafikiri ni kama ambavyo wametambulishwa, lakini kwa uchache ni wataje hapa viongozi mbalimbali. Nimtambue jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Simiyu, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa CCM Mama Shamsa Mohamed, viongozi wa serikali wakiongozwa na naibu waziri wetu wa maji Injinia Kundo, waheshimiwa wakuu wa wilaya wakiongozwa na DC wetu wa Bariadi ndugu Simalenga, waheshimiwa wabunge wote walioko hapa wakiongozwa na mwenyekiti wao wa wabunge wa mkoa wetu ndugu yetu Njalu Silanga, viongozi wa staafu ambao Mheshimiwa Padre Kitine amewatambulisha hapa wakiongozwa na jenerali ambaye ni mkuu wa majeshi mstaafu ndugu yetu Mabeho, pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali mstaafu kiongozi wa siku nyingi ambaye ni ndugu yetu Andrew Chenge. Lakini nitambue vile vile kuwepo kwa wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya na mkoa, na kwa tukio hili niseme kwamba waliongozwa na kamanda wa polisi wa mkoa wetu wa Simiyu, RPC wetu wa mkoa kama ambavyo amekwisha kutambulishwa. Wahashamu maaskofu wakuu na maaskofu mlio meza kuu, kwa niaba yetu sisi sote hapa, ninaomba kwa heshima kubwa niungane nanyi viongozi wote wa dini mliopo hapa pamoja na waumini wote na wageni wote waalikwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na afya njema iliyotuwezesha kuwepo kwenye mkusanyiko hili la kumtukuza yeye kwa mema aliyotujalia siku ya leo, ambayo yanahusu kuzindua jimbo jipya la Bariadi na kumsimika askofu wa kwanza wa jimbo hili la Bariadi. Waheshimiwa maaskofu, kwa upendo mkubwa mlionao na kwa heshima mulimwalika Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, mulimwalika ashiriki nasi katika sherehe hizi za uzinduzi wa jimbo jipya la Bariadi na kusimikwa kwa askofu wa kwanza wa jimbo hili. Ninaomba nichukue nafasi hii kuwajulisha kuwa Mheshimiwa Rais alipokea mwaliko huo kwa shukrani kubwa. Hata hivyo, kutokana na majukumu mengine ambayo amekuwa nayo pamoja na hamu kubwa aliyokuwa nayo ya kushiriki nasi katika sherehe hizi, imekuwa vigumu kufika. Waheshimiwa maaskofu, katika hali hii Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amenielekeza nimwakilishe katika sherehe hizi na niwafikishie salamu zake za upendo, akiwatakia kila jema na mafanikio katika sherehe hizi. Mheshimiwa Rais katika salamu zake alizonielekeza niwafikishie, ameendelea kusisitiza kuhusu dhamira yake ya dhati alionayo ya kuendelea kuziheshimu na kuzipenda taasisi zote za dini za hapa nchini. Na kwa muktadha wa siku ya leo, Mheshimiwa Rais anazidi kusisitiza kuhusu upendo wake wa dhati alionao kwa kanisa Katoliki. Mheshimiwa Rais anaendelea kuzishukuru taasisi zote za dini kwa mchango wake mkubwa katika kujenga taifa letu katika nyanja mbalimbali zikiwemo za kiuchumi, huduma za kijamii na kubwa zaidi mafundisho ya kiroho ambayo huzaa wananchi wema wanaopendana na walio tayari kulinda amani ya nchi yetu. Na kwa muktadha wa siku ya leo, Mheshimiwa Rais analishukuru sana kanisa Katoliki kwa kuendelea kuwa mshiriki mkubwa katika ujenzi wa taifa letu
katika nyanja za jamii, kiuchumi, mafunzo thabiti ya kiroho kwa waumini wa kanisa hili ambalo huzaa wananchi wema wanaopenda kulinda amani ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais bado anayo dhamira ya dhati ya kuendelea kushirikiana na kuzisaidia kwa hali na mali taasisi zote za dini, kwa kuwa anafahamu pasipo mashaka yoyote kuwa ustawi wa taasisi hizi za dini ni ustawi wa taifa letu. Kwa kutambua kuwa sasa sisi wana Bariadi tupo kwenye ujenzi wa kanisa kuu la jimbo letu la Bariadi, Mheshimiwa Rais amenielekeza niwasilishe kwenu mchango wake wa shilingi milioni 50. Mheshimiwa Rais anaendelea kuziomba taasisi zote za dini kupitia madhehebu yake ziendelee kuiombea nchi yetu Tanzania pamoja na viongozi wake, ili nchi iendelee kuwa na amani na Watanzania waendelee kuishi kwa amani na wenye mafanikio katika kazi zao. Waheshimiwa maaskofu, waumini wote na waalikwa wote, baada ya kuwa nimewasilisha salamu za upendo za Mheshimiwa Rais, ninaomba pia niwasilishe salamu za Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye mwakilishi wake naye yupo hapa, kwa jinsi ambavyo amekuwa akishirikiana na sisi hata katika ana sehemu ya ushiriki wake katika maandalizi wa shughuli hii yetu ya leo. Ameomba nifikishe salamu za upendo kwenu na akiwatakia kila laheri na baraka za Mwenyezi Mungu katika siku hii ya leo. Na mimi ninapomalizia, ninaomba kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Simiyu niseme mambo matatu kwa kifupi. Jambo la kwanza ni kuwakaribisheni wageni wote katika mkoa wetu wa Simiyu. Mkoa upo salama kama mlivyokwisha kuelezwa, na tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa mvua zinazoendelea kunyesha, ikizingatia kuwa karibu 80% ya wananchi wa mkoa wetu ustawi wao wa kiuchumi unategemea kilimo na ufugaji. Pili, ninampongeza sana Mwashamba Askofu Liberatus Sangu, ambaye nimebahatika kufanya naye kazi akiwa askofu wa jimbo la Shinyanga, mimi nikiwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Na hata nilipohamia mkoa wa Simiyu hadi leo bado tuliendelea kufanya kazi naye kwa ushirikiano na upendo mkubwa, kwa kuwa mkoa wa Simiyu ulikuwa ni sehemu ya jimbo la Shinyanga. Lakini bado ninamshukuru sana Mungu kwa kuwa hajapenda kutuachanisha na Baba Askofu Liberatus Sangu. Hajapenda kutuachanisha kwa vile maelezo niliyopewa yanaeleza kuwa sehemu ya wilaya ya Maswa ambayo ipo mkoa wa Simiyu bado imebaki kuwa sehemu ya jimbo la Shinyanga chini ya Askofu Sangu. Hivyo wana Shinyanga, mkiniona ninakuja Shinyanga huko, mjue kwamba ninaenda kwa Askofu Sangu ambaye bado ni kiongozi wangu, kwa vile sehemu ya uongozi wake wa kiroho katika mkoa wetu bado upo. Na hivyo nikuombe Baba Askofu Sangu, usinichoke kuja kwako nikija kuomba ushauri kama ambavyo nimekuwa nikifanya siku zote. Jambo la tatu ni pongezi nyingi sana kwa Mhashamu Baba Askofu Prosper Baltazar Limo. Hongera sana kwa kuaminiwa na uongozi wa kanisa kama ambavyo imeelezwa, na kuteuliwa leo na kusimikwa kuwa sio tu askofu bali askofu wa kwanza wa jimbo Katoliki Bariadi. Labda tungempigia makofi. Hivyo kuweka historia ambayo haitaweza kusahaulika kuwa wewe ndio askofu mwanzilishi ama askofu wa kwanza kwenye ule ubao kwa jimbo letu hili la Bariadi. Ninakupongeza sana na hongera sana. Kwa niaba ya wananchi wa mkoa huu, ninaomba nikuahidi mbele ya viongozi na waumini wote waliopo hapa kwamba serikali itakupa ushirikiano wa kiwango cha juu katika utekelezaji wa majukumu yako kadri yatakavyohitajika na kuwezekana. Nasi tunaomba ushirikiano kwani tunafahamu vyema matunda ya ushirikiano kati ya serikali na taasisi za dini ni matunda mema katika kukuza ustawi wa wananchi wa kijamii, kiuchumi na zaidi kuimarisha amani katika mkoa wetu. Waheshimiwa maaskofu, niombe sasa idhini kutoka kwa Padre Kitima ili aruhusu kwa wale ambao walitambulishwa. Tuombe waheshimiwa
wabunge wawili kwa niaba ya wenzetu pale wapite hapa mbele wasalimie na kusema jambo moja kwa dakika chache, nikiamini ukinipa ishara ya kuniruhusu nitawaomba waje. Na kushukuru sana sana, na kwa namna hiyo na mimi nimekusamehe kabisa kukosea jina langu, na kwa hiyo sasa ninakushukuru sana. Na kwa hiyo niwaombe waheshimiwa Injinia Kundo pamoja na ndugu Kadogosa ambaye majimbo yao yanatamkika kwa jina la jimbo hili la Katoliki. Wanatoka mmoja Bariadi vijijini na mmoja Bariadi mjini, na kwa hiyo Mheshimiwa Kitima ambaye huwa anaenda sana na muda, tunaomba basi mtumie hizo dakika mbili tulizoomba muwasalimie kwa niaba ya wenzetu wote walioko hapa. Karibuni sana. Mhashamu Baba Askofu Limo, wahashamu Baba Askofu mliopo hapa, mapadri, watawa, mashemasi, lakini vile vile viongozi wenzangu wa chama na serikali. Mheshimiwa Baba Askofu, ni kwa jina naitwa Masanja Kungu Kadogosa, ni mbunge wa Bariadi vijijini, lakini Bariadi ni moja, kwa mwenzangu ni wa mjini hapa. Mheshimiwa Baba Askofu, kwa wale ambao wana umri kama wangu na miaka 52 sasa kwenda juu, tukio hili kama tungeambiwa miaka 45 iliyopita kwamba leo tutakuwa na tukio hili ambao tumelishuhudia, kwa wakati ule ungeweza kusema katika macho ya kibinadamu jambo hili lawezekanaje? Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametupa uhai wa kushuhudia jambo kama hili. Baba Fegani yawezekana aliliona alipokuwa anazungumza Baba Kitima hapa kwamba huku tuna Paulo mmoja tu, Baba Fegani yule pale. Kama kuna Paulo mwingine kwa kweli ni wa kukopi pale. Kwa huu ndio tumemfahamu kwa muda mrefu. Na mimi baba nikwambie tu jambo la mwisho kabisa. Hapo kituulizo kwamba tumekujaje katika Ukatoliki, kila mmoja atazungumza kivyake. Mimi nilikuja kwa sababu Baba Fegani alikuwa na pikipiki likubwa sana wakati ule, miaka ya 80 na miaka ya 70 mwishoni 80. Kwa lile lilinivutia katika kulifuata ile pikipiki, ndio nikakutana na Yesu Kristo nikauli. Lakini wengine hapa msijifanye, wengine ahena hangu za wange bozuka hangu tunakwamienda wabadi yangu abange nzara tunakwasilewa, si ndio hivyo? Kwa baba hapa nimezungumza Kiingereza kidogo kwamba kila mmoja amekuja kwa namna anavyojua, lakini sisi baba tunawashukuru sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hili ni tukio kubwa katika maisha yetu ya imani. Jambo hili katika maisha yetu nafikiri tunaenda nalo dini kaburini, si ndivyo jamani? Tumsifu Yesu Kristo. Waweje sana kunitegeleka. Asante sana. Karibu sana mheshimiwa. Kristo. Mhashamu Baba Askofu Prosper Limo, nitambue uwepo wa Rais wa TEC Kardinali ambaye ni askofu mkuu Tabora, lakini pia na maaskofu wote wakuu kwa sisi kanda yetu ya Ziwa Lenatus Nkwande, lakini na maaskofu wengine wote na mapadri, watawa na waumini wenzangu. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Askofu, nimetambulishwa kama kiongozi wa serikali. Mimi kwa majina naitwa Mhandisi Kundo Andrea Matthew, mbunge wa Bariadi mjini. Lakini kikubwa ningependa nijitambulishe kama muumini wa kanisa Katoliki, ambapo kama sikosei siku ambapo
mwaka ambapo unapata upadri, lakini pia tulikuwa na padri katika parokia ya Dimaso alikuwa anapata upadrisho, na mimi nilibahatika kuwa mtumikiaji katika hiyo siku. Kwa hiyo na mimi nilikuwa nukia, lakini sijui kilichotokea, lakini naamini kwamba sakramenti ya ndoa ndo ilikuwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Baba Askofu, ni vigumu sana kuongea mbele ya wanafalsafa na wanateolojia. Inaweza ikawa ngumu sana kuchagua maneno ya kuongea, lakini ikabidi nichukue machache niandike kusudi nisije nikawa nje ya mstari. Kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mapenzi yake yametimia leo. Pili, tunamshukuru sana Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kutangaza jimbo jipya la Bariadi na kwa kutangaza kupata askofu mpya wa kwanza katika jimbo la Bariadi. Tunamshukuru sana. Lakini pia Bariadi sasa ina baraka. Hivi karibuni Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aligawanya jimbo la Bariadi na kuwa majimbo mawili ili kusogeza huduma kwa wananchi. Tunamshukuru sana. Lakini pia katika uwepo wa jimbo la Kikatoliki ni kusogeza huduma ya kiroho, unyenyekevu, uadilifu na nguvu ya ziada ya kujitenga na shetani. Kwa hiyo tunamshukuru sana Papa Leo wa 14 kwa hilo. Lakini pia niseme sasa kwamba tunayo furaha sana Mwasham Baba Askofu, na tunamshukuru sana Mungu kwa zawadi ya huduma yako katika jimbo hili jipya. Ninayo zawadi ambayo ningependa Baba Askofu uipokee, niitaje halafu baadaye ufungue. Naona imeshafunguliwa. Niseme maneno yangu kidogo. Baba Askofu, tunakukabidhi monstrance hii kama ishara ya uwepo wa Kristo Ekaristi mtakatifu katikati ya watu wake. Tunamwomba uongozi wako ulete mwanga wa imani, tumaini na upendo kwa wote. Bwana akutie nguvu na hekima katika utume wako. Chombo hiki cha Yesu wa Ekaristi upigapo goti, ukumbuke kutuombea Baba pamoja na taifa zima. Na kwa maneno ya machache, serikali iko kwenye utaratibu wa bajeti yake. Manake mawaziri wote wako katika kuandaa bajeti ya serikali. Kwa muktadha huo, ilibidi nimfuate Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kumwomba ruhusa ya kushiriki katika tukio hili muhimu. Mheshimiwa Rais aliniruhusu. Uwepo wangu hapa Daktari Samia Suluhu Hassan anafahamu. Maana yake ni kwamba rais wetu anaendelea kuheshimu imani za watu anaoendelea kuwaongoza. Niliona niseme hili kwa maslahi mapana na kwa ajili ya imani na kwa ajili ya maombezi katika mwezi huu wa Kwaresima. Nakushukuru sana Baba, pokea. Waheshimiwa